Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, Jumanne ya tarehe 30 mwezi wa kwanza mwaka 2024, juma la 4 la mwaka B, mwaka wa kanisa. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha pili cha Samueli, sura ya 18 aya 9 hadi ya 10, aya 14, aya 24 na 25, aya 30 hadi 10 na sura ya 19 aya ya 3, na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na Marko, sura ya 5 aya 21 hadi 43. Karibuni tusikilize somo la Injili kama ilivyoandikwa na Marko. Yesu alipokwisha kuvuka kurudia ng'ambo katika kile chombo, wakamkusanyikia mkutano mkuu, naye alikuwa kando ya bahari. Akaja mtu mmoja katika wakuu wa sinagogi, jina lake Yairo. Hata alipomuona akaanguka miguuni pake akimsihi akisema, binti yangu mdogo yu katika kufa, na kuomba uje uweke mkono wako juu yake apate kupona na kuishi. Akaenda pamoja naye, mkutano mkuu wakamfuata wakimsonga-songa. Na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharamiwa vitu vyote alivyo navyo, kusimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake, maana alisema, nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemichemi ya damu yake ikaanguka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Mara Yesu, hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya mkutano akasema, ni nani aliyenigusa mavazi yangu? Wanafunzi wake wakamwambia, je, wawaona makutano wanavyokusonga-songa, nawe wasema ni nani aliyenigusa? Akatazama pande zote ili amuone yule aliyetenda neno hilo, na yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka, akijua lililompata. Akaja akamwangukia, akamweleza kweli yote. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako kwa amani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. Hata alipokuwa katika kunena, wakaja watu kutoka kwa yule mkuu wa sinagogi wakisema, binti yako amekwisha kufa, kwani kuzidi kumsumbua mwalimu? Lakini Yesu aliposikia lile neno likinenwa, akamwambia mkuu wa sinagogi, usiogope, amini tu. Wala hakumruhusu mtu afuatane naye ila Petro na Yakobo na Yohane nduguye Yakobo. Wakafika nyumbani kwa yule mkuu wa sinagogi, akaona ghasia na watu wakilia wakifanya maombolezo makuu. Alipokwisha kuingia akawaambia, mbona mnafanya ghasia na kulia? Kijana hakufa, bali amelala tu. Wakamcheka sana. Naye alipokwisha kuwatoa nje wote, akamtwaa babaye yule kijana na mamaye na wale walio pamoja naye, akaingia ndani alimokuwamo yule kijana. Akamshika mkono kijana, akamwambia, talita kumi, tafsiri yake, msichana, na kuambia inuka. Mara akasimama yule kijana, akaenda, maana alikuwa amepata umri wa miaka 12. Mara wakashangaa mshangao mkuu. Akawaonya sana mtu asijue habari ile, akaamuru apewe chakula. Neno la Bwana. Wapendwa wasikilizaji, neno la Mungu katika somo la Injili tunapata simulizi linalohusu miujiza miwili aliyoifanya Yesu ya kumponya binti Yairo na mwanamke aliyetoka damu
kwa miaka 12. Ndugu zangu, kwa mmoja kuishi miaka 12 ilikuwa mingi kuteseka. Kwa mwingine kuishi miaka 12 ilikuwa michache kuishi. Imani ya mwanamke ilijaribiwa kwa miaka 12 ya mateso. Matumaini ya Yairo yalijaribiwa mtoto wa miaka 12 kuaga dunia. Hakuna hali ambayo haitii matumaini Yesu anapojitokeza. Ndugu zangu, wakati wa kujaribiwa imani ni wakati wa kuimarisha imani. Wakati wa kujaribiwa matumaini ni wakati wa kuimarisha matumaini. Wapendwa, tukumbuke kuwa katika desturi ya Wayahudi ugonjwa wa kutokwa na damu ulikuwa unachukuliwa kama hali ya unajisi, na hivyo aliyekuwa na ugonjwa huo alitengwa na kutokushiriki katika shughuli zote zinazohusu agano kwa wana wa Israeli. Yesu kwa huruma yake anamuondolea mwanamke huyu unajisi huo kutokana na imani yake kuwa nikilishika vazi tu la Yesu nami nitapona. Baada ya Yesu kumponya mwanamke huyo, Yesu alienda nyumbani kwa Yairo, na akiwa njiani anapewa taarifa kuwa binti wa Yairo amekufa. Lakini Yesu akamwambia Yairo, usiogope, amini tu. Na hakuruhusu mtu mwingine kuambatana naye isipokuwa Petro, Yakobo na Yohane nduguye Yakobo. Hawa watatu walikuwa mitume ambao Yesu alikuwa nao kwa karibu sana, hasa katika tukio la kugeuka sura. Ukirejea Injili ya Marko sura ya 9 aya ya 2, na akiwa bustanini Getsemani, ukirejea Injili ya Marko sura ya 14 aya 33. Na ni mitume ambao ndio tu walibadilishiwa majina na Yesu Kristo. Petro aliitwa Simoni, Yakobo na Yohane waliitwa Boanerges, yani wana wa ngurumo. Rejea Injili ya Marko sura ya 3 aya 16 hadi 17. Yesu anauliza watu, kwa nini mnalia? Mtoto amelala tu, hajafa. Na kisha Yesu alimshika msichana mkono na kumwambia, talita kumi, akimaanisha msichana, na kuambia amka. Na hivyo msichana anaamka na kuanza kutembea. Ndugu zangu, tusishangae kwa nini Marko anatumia maneno talita kumi. Maneno haya yanatokana na lugha ya Kiaramu, na hivyo alitoa tafsiri yake ili wale wasomaji waliokuwa Roma ambao hawakuwa Wayahudi waweze kuelewa. Pia Yesu anasema msichana hajafa bali amelala, akimaanisha kuwa hali ya msichana ilikuwa ni ya muda tu na ya kuweza kujirudia kama mwanzo. Mtakatifu Bede alimchora msichana huyu kama Mkristo mtoto mdogo ambaye moyo umekufa kutokana na kusongwa na dunia. Hivyo huyo mtoto ni kama sisi sote ambao mioyo yetu imesongwa kutokana na mambo ya dunia, kutokana na imani yetu kwa Kristo. Kristo yupo tayari kutuondolea mawazo mabaya na yale yote yanayotusonga ili tubadilike. Pia anatuimarisha waamini kuanza kutembea katika matendo mema na chakula cha kiroho kinachoweza kutubadilisha kuishi haya maisha mapya ya mabadiliko ni Ekaristi Takatifu. Ndugu zangu, katika somo hili la Injili tunaaswa kuwa na imani thabiti kwa Kristo na kuamini kuwa Kristo ni nguvu ya ajabu ya kutuponya magonjwa mbalimbali ya kiroho na hata ya kimwili. Ndiyo maana wakati fulani katika maisha mtu anapokuwa mgonjwa na madaktari kushindwa kutatua shida ya ugonjwa huo, Kristo anaachiwa kazi hiyo atende kadri inavyompendeza. Kwani akili ya mwanadamu inapofikia kikomo ndipo utukufu wa Mungu unajidhihirisha. Na tunashuhudia watu wengi wamepata uponyaji kutoka kwa Kristo pekee kutokana na imani yao kwake. Hivyo tusibweteke kuwa Kristo hawezi kutuponya au kutusaidia wakati wa shida.
Imani yetu kwa Kristo ndiyo inatufanya tutendewe mambo makuu kutoka kwake. Hivyo ndugu zangu, tusikate tamaa. Hata tunapoona mambo yameshindikana, tumkimbilie Kristo kwa imani. Tuwe na imani kama huyo mwanamke mmoja ambaye aliamini kuwa hata kushika vazi la Kristo atapona. Pia tunaaswa kuwa na imani kwa Kristo kupitia sakramenti zake, hasa kitubio na Ekaristi Takatifu. Tujibidiishe kuungama dhambi zetu na kumpokea Yesu Kristo kila mara, na tukifanya hivyo tutakuwa na muunganiko naye, na hivyo hata nguvu za giza na mambo ya kishetani hayatakuwa na nafasi ndani mwetu. Kwani Kristo mwenyewe alisema, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Rejea Injili ya Yohane sura ya 6 aya 56. Tumuombe Mungu atuongezee imani ili tuwe imara hata nyakati za shida na mahangaiko ambaye anatufanya kukata tamaa na kumwona Kristo kama yuko mbali nasi nyakati hizo. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frateri David Mwamonje kutoka Jimbo Kuu Katoliki la Mbeya, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 3 katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala.